Shalom mtazamaji wa luninga ya Sonship Spirit. Shalom shalom. Ninakukaribisha katika dakika 5 za kipindi chetu cha utukufu wa wokovu wetu, kipindi ambacho kinaeleza maana ya urithi wa wokovu wetu tuliopokea kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Je, unajua kuwa wokovu ni wito wa ubaba wa Mungu kwa wanadamu wote? Wito huu tuliupokea kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba, ili kwamba wote tuliomwamini tuweze kupokea maisha ya ujazo endelevu hapa duniani. Kwa kifupi, wokovu ni usimamizi. Wote tuliookolewa kwa roho ya Kristo, mimi au wewe, ni wasimamizi hapa duniani. Wito huu wa mara ya pili umerejesha asili yetu ya uwana na usimamizi wa ufalme wa Mungu. Ndugu mtazamaji wa runinga yetu na kipindi chetu pendwa cha utukufu wa wokovu wetu, hatukuzaliwa mara ya pili ili tukae tu hapana, bali tuwe wana na wasimamizi wa nyumba ya baba yetu katika Kristo Yesu. Hongera sana kwa kuzaliwa mara ya pili. Hongera sana kwa kuwa umo na familia wa ufalme, ndani ya ufalme wa Mungu. Lakini pia kwa wewe ambaye bado haujazaliwa mara ya pili, unaweza kunifuatisha maneno haya, nao utakuwa umezaliwa mara ya pili katika Kristo Yesu. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na Mungu aliyeuvaa mwili, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka. Kama yanenavyo maandiko, akawatokea mitume wake, akapaa mbinguni. Na mimi leo hii ninampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haleluya, mimi ni mwana wa Mungu. Hongera sana mpenzi mtazamaji, hongera sana wewe ambao umechukua maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Karibu sana katika familia ya wana wa ufalme wa Mungu. Lakini pia tunaweza kuona baadhi ya maandiko ambayo yanatusimamia, yanathibitisha wito huu wa wokovu katika maisha yetu. Tutasoma katika kitabu kile cha Kolosai sura ya 1 mstari wa 12, ambacho maandiko yanatuambia kwamba, tutaanzia mstari wa 13. Naye alituokoa katika nguvu ya giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika familia ya wafalme, familia ya ufalme wa Mungu. Lakini pia unaweza kusoma maandiko mengine katika Biblia takatifu, katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15, lakini pia Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, lakini utamalizia na Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Karibu sana katika kipindi chetu, karibu sana wakati mwingine kutazama kipindi hichi, kuona mfululizo wa somo letu, mfululizo wa kipindi chetu cha utukufu wa wokovu wetu. Shalom shalom.